Ndugu zangu, dunia inaelekea sehemu nzuri sana, lakini kwa gharama ya damu nyingi sana pia tusisahau. Hivyo tunapashwa na sisi wa Tanzania tuijue hii dunia inayobadilika kutoka kuwa dunia ya mmoja na kuwa dunia ya wakubwa wengi. Ni namna gani na sisi wa Tanzania tutatumia huo mwanya kufaidika na ardhi yetu. Yaani mabadiliko yanayofanyika huko juu lazima yatatufaidisha kama tu tutagundua ni mabadiliko ya aina gani. Nashukuru sana, kuna rafiki yangu ameniamsha na hii posti ya New York Times iliyokiri kitu ambacho huko nyuma kwenye baadhi ya posti zangu niliwahi kusema, kwamba hii dunia inaelekea kuwa ya wakubwa wanne. Ndugu yangu, nakushukuru sana, na niseme tu sio kwamba nilitabiri, sitaki kujifanya najua sana. Kama ninavyopenda kusema kwamba dunia ya leo kupata habari ni rahisi, ila kazi ni kuichakata habari na kuelewa ukweli ulio ndani ya hiyo habari. Sasa ndugu yangu, kwanza nirudi nyuma, ilikuwa kwaje mpaka nikasema hii dunia ni ya wanne, wakubwa wanne, ili tupate picha vizuri. Wakati vita ya Urusi na Ukraine ilipoanza, kwa sababu hapo ndipo nimeanza kuijua dunia, sitaki kusema uongo. Huko nyuma mimi nilikuwa ni mjinga kabisa, mpumbavu. Yaani hata vuguvugu la Oktoba 29 lazima ungenikuta huko nikipigania demokrasia. Nilikuwa na huo ujinga. Lakini vita ya Ukraine na Urusi ndio nimekutana na watu wanaojua hii dunia, nikafungua ubongo wangu, nikaruhusu wanifundishe script za dunia. Nimshukuru Mungu. Kwa sababu kufungua ubongo wako na kukubali kufundishwa ni jambo lingine. Manake ni kuanza kuvua upumbavu uliojazwa darasani. Kwa hiyo baada ile vita kuanza, ndo nikaanza kufundishwa malengo ya vita. Malengo ya vita ni kuivunja Urusi, kwa sababu Urusi huwezi kuitawala ilivyo vile. Siku zikaenda, kweli viongozi wa Ulaya wakakiri hilo neno kwa maneno yao. Russia is too huge, should be splitted. Wakataja kabisa. Kwa hiyo mara ya kwanza kabisa watu waliniambia lengo la hii vita inabidi tuigawe Urusi. Kumbuka ilikuwa ni kama sio ndugu zangu, vitu vingi mimi huwa naambiwa, lakini vikitimia ndio naamini. Lazima niwaambie ukweli. Kwa hiyo baada ya viongozi wa Ulaya, manake NATO kwa ujumla, kukiri kwamba Urusi ni ya kuigawa, nikaunganisha doti na wale watu walioniambia. Vita imeenda. Tunakumbuka miezi mitatu ya kwanza, kwa sababu lengo la kuivamia Urusi kijeshi ni ngumu, ni hatari, ni kuiharibu dunia nzima. Hata wale jamaa waliniambia Urusi ilikuwa inatakiwa inyongwe kiuchumi, marake vurugu ziingie ndani ya nchi. Yaani kama kwa alichokuwa anataka kukifanya Netanyahu kwa Iran. Kumbuka Trump ameshatuambia alipeleka bunduki. Unaona, lazima utengeneze picha hapo. Lakini wale watu ni watu ambao hawajalelewa kwenye mwavuli wa Roman Empire. Ninavyotaja mwavuli wa Roman Empire namaanisha demokrasia, unielewe. Roman Empire ndo Ulaya yote, njoo Afrika, wote sisi ni wapumbavu wa kupindukia. Angalia matatizo tulionayo. Sasa miezi mitatu ilivyokamilika na uchumi wa Urusi haukudondoka. Na mkumbuka kabisa rais wa Brazil anakuja kwenye vyombo, tena alikuwa China, anasema nani aliyesema dunia nzima lazima ifanye biashara na dola? Ile sentence watu wakaibeba, watu wa Marekani wakasema Amerika imedondoka rasmi kama mtawala pekee wa dunia. Vyombo vya habari vya Marekani ndio viliniambia kwa ile sentence ya rais wa Brazil kuiuliza dunia ni nani alisema lazima tutumie dola. Tafsiri yake Marekani ilidondoka rasmi. Na tafsiri yake Urusi bounce back, alirudi kama mojawapo ya watawala wa dunia. Tuunganishe doti mpaka tufike hapa kwamba dunia ni wakubwa wanne, ili kila mmoja aelewe. Miezi mitatu tu ya kuinyonga Urusi ilivyofeli. Kumbuka miezi mitatu Ulaya nayo iliteseka. Kikao kilikuwa hivi, Joe Biden na watu wa Ulaya, kwamba tutateseka kwa muda mfupi tu, serikali ya Urusi itadondoka, tutagawana rasilimali za Warusi. Hicho ndicho kilikuwa kikao. Kwa ile nakumbuka hii miezi mitatu pia kulikuwa na masuala ya counter offensive, manake kwenye uwanja wa mapambano vita inaendelea, vikwazo vya kiuchumi. Na nakumbuka vitu vingi sana, kwa sababu nilikuwa naambiwa
alafu vinatokea ndo naamini. Tuelewane kwanza. Baada ya Marekani kufeli pale na watu wa Ulaya kuniambia, watu wa Marekani kuniambia kwamba tayari wameshapoteza kuitawala dunia, vita ikaendelea. Ulaya na Marekani na NATO kwa ujumla wakawa wanacheza kamari sasa kwenye vita, war of attrition. War of attrition manake mbio ndefu, vita ya mbio ndefu. Wakaja wenyewe wakakiri kwamba Urusi anazalisha silaha katika level ambayo wao kwa ujumla, the collective NATO, hawawezi. Hiyo nayo ilikuwa ni red flag kwa upande wa NATO. Kama taifa moja lina uwezo wa kuzalisha silaha katika level ambayo nyie kwa pamoja hamwezi, kuna nini tena? Kulikuwa na mikora mingi sana. Tutampelekea hii na ikumbuka yote, tutampelekea sijui Abraham Tenki, Leopard, sijui Storm Shadow, mambo kibao, vurugu ni nyingi. Urusi naye akawa na testi mambo mara sijui Yasrab, Mizo. Nilikuwa nafanya hizo review. Akaja akaachia kitu kinaitwa Oreshenik. Magharibi ikanywea. Huko kote Urusi anapambana tu, kwa sababu kiuchumi imeshashindikana. Sasa ngoja tupambane kwenye uwanja wa kiuchumi. Tukumbushane kidogo kichwa cha habari. Vita, wanasiasa wa upande mmoja kulazimisha sera yao kwenye upande mwingine. Ndio kichwa cha habari cha vita zote duniani. Maana Urusi angekuwa ni ubepari na demokrasia, hii vita isingetokea ya Ukraine na Urusi. Maana mali zote za Warusi zingekuwa ni za Wamarekani. Lazima uelewe hicho kitu. Tuendelee. Kwa hiyo baada ya vita ile kupiganwa mpaka Joe Biden anaondoka, akaingia Trump. Trump vita yake ilikuwa ni kuicontrol China. Ikaanzishwa vita ya kodi. Rudi kwenye video zangu, nimekava pia hicho kitu. Twende. Na sijui sanction, sijui asilimia kadhaa, China naye kaeka asilimia kadhaa. China naye kaeka asilimia kadhaa. Nani alikuwa anaumia? Wengi sana mlinishutumu huko kwenye mtandao. Sijui Marekani, sijui ni mliongea vitu vyote, nikamwambia nyie, Marekani kama Dar es Salaam. Tuongee kimifano wa kila mmoja aelewe, wazaramu wenzangu waelewe. Marekani ni Dar es Salaam. Ukipiga ukuta Dar es Salaam nzima watu wanakufa wote. Ukipiga ukuta Morogoro yote watu wanaongezeka, wanazaana. Sijui umeelewa? Dar es Salaam ni sokoni. Sokoni kunazalishwa kitu gani? Ndio Marekani ilivyo. Marekani ni soko, hawazalishi chochote. Na kwenye ile vita ndio nikafundishwa kumbe aliyejenga China ni Marekani mwenyewe. Marekani akipambana kuicontrol Soviet Union. Kwa sababu Soviet kabla ya China, ipao unayoiona China anayo kwenye kuzalisha bidhaa, alikuwa nayo Soviet Union. Soviet ilikuwa likubwa, wana watu nini. Marekani akaingiza demokrasia, akaipasua Soviet. Akaenda kujenga China, akapeleka viwanda vyake China. China akili kumkichwa, kumwambia wewe, unataka watu wangu wafundishe kazi, sawa. Baada ya muda China anamwambia Marekani, ukija huko kupiga hodi, sio unakuja tu. Imeisha hiyo. Maana kwenye vita ya kodi ya Marekani na China akashinda, akapatikana mkubwa mwingine. Lazima watu wajue tumefikaje hapa, kwamba tuna wakubwa wanne. Kwa hiyo wakubwa watatu niliwaona mapema kabisa. Na nakumbuka kuna rafiki yangu aliniongezea hichi kitu. Unajua sio kila kitu najua, na kukumbusha tena. Aliniambia hivi, kuna biashara inafanyika ya Marekani kuachana na Ulaya, amwachie Urusi, alafu Marekani aachiwe Venezuela na Cuba. Kuna mtu aliniambia hichi kitu WhatsApp, sikumwamini, lakini baadaye kweli kimetokea. Unajua iko hivi, swala la Cuba na Venezuela kuadapti mfumo wa kiuchumi wa Marekani ni process. Lazima kuna maumivu makubwa sana yatapita pale. Hivyo swala la Ulaya kumheshimu Urusi ni swala la muda, ni process. Lakini kwa Urusi kuheshimiwa na Ulaya haitapita muda mrefu, kwa sababu Urusi ana chakula na gesi. Siku zote watoto wanapenda kucheza nyumba yenye chakula, mbwa anapenda kuhudhuria jalala lenye chakula kila siku. Yaani tuongee kipicha ili nikutoe huo ujinga wa Roman Empire, democracy. Nilikuwa nazozana na Gemini ama AI ya Marekani, nikaiambia hivi, Ulaya ni nchi ipi yenye GDP kubwa? Wakaniambia ni Ujerumani kifuatiwa na Ufaransa. Nikawaambia GDP si maandisha kwenye makaratasi. Yaani nataka kuniambia uchumi wa Urusi ni mkubwa, uchumi wa Ujerumani ni mkubwa kuliko wa Urusi. Inakuingia akilini? Yaani sasa na useme Dar es Salaam ni tajiri kuliko Morogoro. Kwenye makaratasi ni kweli, lakini kwenye uhalisia
Dar es Salaam haiwezi kuishi bila Morogoro. Tuongee kimifano. Kwa hiyo kama alivyoniambia yule rafiki yangu, ni kweli kabisa. Marekani inaachiwa upande wake wa Amerika, na wamekuja na vile vifungu vyao vya zamani, sijui Monroe Doctrine. Kumbuka hivyo vifungu waliwekewa na wazee wao wa zamani, lakini baada ya kupokea kijiti cha kuitawala dunia wakawa na tamaa kwamba dunia lote ni la kwao. Sasa kadri wanavyopoteza udhibiti wa dunia inabidi warudi nyumbani kwenye vifungu vyao. Trump anapenda kutaja hiyo Monroe Doctrine. Ni mikataba yao waliojiwekea kwamba kipande chao chote, yani hiyo Amerika yote ni ya kwao. Sasa ili Marekani aimiliki Amerika, lazima aelewane na Urusi, kwa sababu Urusi anaweza akaproject power kule. Ukubwa ni tawala anga, tawala bahari. Urusi ana huo uwezo ndio. Haya, mkubwa wa tatu amekujaje? Kwa sababu tayari unaona kabisa Ulaya ni ya Urusi, atawapa chakula, atawalinda. Hiyo yote uweza nao. Kizuri hata kwenye bunge la Ulaya hawaile, kuna timu Urusi, kuna timu Marekani. Sasa timu Marekani kama inajichekesha, kwa sababu kama utaisifia Marekani lakini muda wa kula unaenda Urusi, wewe ni mali ya Urusi tu. Wewe ni mnafiki kwa Marekani. Marekani karudi na Amerika Kusini yake. Sasa vuguvugu nilikuwa naliona Mashariki ya Kati, nilikuwa sijajibia vizuri. Sasa baada ya kuja kugundua hichi kitu kinaitwa sijui Greater Israel, yani Israel ndo haimiliki Mashariki ya Kati. Kwa sababu nirudi nyuma kidogo, akili yangu nilikuwa nasema China ataimiliki Asia yote. Manake China atamhudumia India, hivi akina Filipino, Indonesia, Vietnam, njoo Iran, Israeli. Baadaye nikaja kukuta kumbe Mashariki ya Kati kuna utamaduni mwingine kabisa, ambao yani Mashariki ya Kati tutengeneze kama ni bara lingine. Hebu weka hiyo kichwani mwako, kwa sababu tunajua Amerika kule ni bara, Ulaya ni bara, Asia ni bara. Lakini hebu tuichukue Mashariki ya Kati kama bara. Mkubwa wa pale ni nani? Unaona kabisa wazi ni Iran. Ana nini? Ana teknolojia ndio. Military capability anayo. Watu wanaojitambua, kwa sababu tuseme tu watu, hata Nigeria ina watu lakini hawajitambui, wako busy na Yesu. Njoo kwa Iran, wako kitu kimoja, wako milioni 90, wanatambua thamani yao. Kwa mwisho wa siku Israel lazima atafute common ground na Iran ili aishi. No matter ana nuclear, bado inabidi aiheshimu Iran ili aweze kuishi pale Mashariki ya Kati. Hasa kuna silaha nyingine ambayo ndio Iran ameitumia kwenye kupata ukubwa wake, Hormuz. Sio mimi nasema, unajua mimi najua, akili yangu mimi nilikuwa nasema hii vita Iran ameishinda kwa militarily, yani kama alivyoharibu JCC wote haribu, Israel kapigwa, Marekani kapigwa, ambaye hakubaliani na hicho kitu. Sasa sijui tumsaidieje. Lakini kumbe wakati anawapiga wote hao, pia dunia pia alikuwa anaipiga. Kama nilivyokuwa nasema, Hormuz ni shingo ya dunia. Aliyeniambia hichi kitu nani? Medvedev, huyu mkuu wa baraza la usalama la Urusi. Kumbuka amewahi kuwa rais wa Urusi. Ngoja nikusomee tweet yake, na huo ndio ukweli, wala hahitaji mjadala. Tweet ya Medvedev hapa. It's not clear how the truce between Washington and Tehran will play out, but one thing is certain: Iran has tested its nuclear weapons. It's called the Strait of Hormuz. Its potential is inexhaustible. Medvedev anadai hivi, hajui makubaliano ya Iran na Washington, Marekani, yatakwendaje, lakini kitu anachokiamini ni kwamba Wairani wana silaha ya nuclear inayoitwa mfereji wa Hormuz, na hiyo silaha power yake haishi, inexhaustible. Hii tweet ina maana kubwa sana, kwa wenye akili kubwa wanaweza kuelewa. Tukirudi nyuma, ukubwa kwanza lazima ujitambue. Huwezi kuwa mkubwa bila kutambua thamani yako. Unaona Warusi wanajua thamani yao. Ardhi yao kubwa ina kila kitu, na dunia haiwezi kuzunguka pasipo wao. Lazima dunia iwaheshimu ili iendelee kuzunguka. Niweke hivyo. Mtu atasema unamaanisha nini? Hivi Amerika akiamua kwenda hard kweli kweli kwa Urusi, ni kitu gani Urusi anafanya? Nilishakwambia, visatellite vilivyoning'inia hapo juu vyote vinadondoshwa, nyaya zote za internet, dunia inarudi kwenye Stone Age kama Trump alivyokuwa anawatishia wa Iran.
kwamba ana uwezo wa kuirudisha Iran kwenye zama za mawe. Putin ana uwezo wa kuirudisha dunia kwenye zama za mawe. Nikuthibitishie, wakati Elon Musk kwa mara ya kwanza amesema anataka kuinunua Twitter, si alijitoa? Wale jamaa walikuwa wanauza Twitter wakamwambia, mbona unatuletea masiara? Umeshasema unanunua Twitter, mbona umejitoa? Akasema kinachoendelea Ulaya kati ya NATO na Urusi ni vita ya tatu ya dunia. Tafsiri ya vita ya tatu nini? Kutakuwa hakuna internet. Kama dunia itakosa internet, Twitter unainunua unaifanyia biashara gani? Unaona watu walivyokuwa wanaunganisha doti. Ikabidi wenye dunia wao mvuta mwambia, wewe hatuwezi kupigana na yule, tunamjambisha Putin tu. Tuangalie atajamba kweli. Ikabidi bwana arudi ainunue Twitter. Kwa hiyo dunia kuna sehemu imefika, wenye nguvu lazima waheshimiki kwa sababu wana uwezo wa kuizima dunia. Kama alivyotoa mkwara bwana Trump kwamba ana uwezo wa kuifanya Iran irudi kwenye zama za mawe. Ile kauli ni kauli tata sana. Tafsiri yake watu walikuwa wanasubiria bana, unatumia nuclear au? Kwa sababu nuclear ndio silaha yenye uwezo wa kulirudisha taifa lingine kwenye zama za mawe. Iran anakuambia you just come. Sisi kufa ni ibada. Kwa hiyo silaha kuu kabisa ya Iran sasa hivi ni mfereji wa Hormuz. Hakuna kingine. Linapokuja swala la kijeshi, Iran anaweza akawachafua wote pale Mashariki ya Kati. Marekani akae pembeni, aache show kwamba Iran Viarabu vyote vilivyomzunguka Iran anavichakaza, ameshathibitisha, plus Israel. Yaani Israel bila msaada wa Marekani tunajua ni paper tiger. Nimeshakupa mfano, Israel ni tajiri aliyechokoza mtu ambaye sio tajiri lakini ana watoto wengi. Sasa ili Israel aweze kufanikiwa kupigana na yule jamaa inabidi akakodi watu. Sasa watu wenyewe hawataki tena. Kuna nini tena? Inabidi Israel aelewane na mgomvi wake. Imeisha hiyo. Kwa hiyo kijeshi Iran anajiweza, ongezea na mfereji wa Hormuz kwamba ni mali yake. Kwenye masharti 10 ameshaweka wazi. Tutajadili masharti 10 ya Iran aliyopeleka kwa Marekani. Kwa hiyo silaha ya Iran ili dunia imheshimu ni nini? Ni mfereji wa Hormuz. Kumbuka tumeleshwa matango pori, eti mfereji wa Hormuz unapitisha tu 20%. Kama kweli mfereji wa Hormuz unapitisha 20%, kwa nini dunia iteseke hivyo? Usidanganywe, Hormuz ni shingo ya dunia kama nilivyokuambia. Ukikabwa shingoni chochote ulichonacho unatoa. Ndicho alichokifanya bana Iran. Amekamata shingo ya dunia. Lazima dunia inyoshe mikono juu. Kwa hiyo silaha ya Iran ni kucontrol Hormuz tu. Imeisha hiyo. Silaha ya China ndio manufacturing center ya dunia. Unataka bidhaa, nenda China. Hiyo ndio silaha ya China. Silaha ya Urusi, Ulaya wote wanataka gesi, wanataka ngano. Watakwenda wapi? Marekani. Kakudanganya nani? Taratibu watakwenda kwa Urusi kidogo kidogo. Silaha ya Marekani aliyobaki nayo, Marekani ni dalali. Military capability ya upande wake. Yaani hivi silaha ya Marekani nini? Utaniambia teknolojia. Nilikuwa nagombana na AI ya Marekani, wananiambia silaha yao sijui ni teknolojia. Teknolojia si iko China tu. Hivi tunanuaga kitu gani cha teknolojia kutoka kwa Marekani? Okay, mitandao ya kijamii tunatumia sijui Google, Facebook nini. Kitu ambacho Ulaya nao wanaandaa vya kwao. Sijui lini wa Afrika tutaamka na sisi tutengeneze vya kwetu. Lakini tukiwagawanya sasa hawa wakubwa wote wanne, kila mmoja ana kitu gani ambacho kinampa hiyo power. Kwanza wote wana military capability. Lazima uwe na nguvu za kijeshi ili kusimika ukubwa wako. Manake uwe na nguvu za kijeshi kwenye swala la anga na swala la majini. Iran yeye amejitawadha kama moja ya wakubwa duniani kwa kuja na style mpya ya mapambano. Makombora. Israel aliona mapema kabisa huyu bwana nikishindwa kumdhibiti kwenye uzalishaji wa makombora, huyu lazima atanitawala. Hiyo imeenda hiyo. Kwa hiyo mfumo mpya wa mapambano wa Iran ndo dunia inataka ianze kuadapt. Hata Ulaya nimesikia wanawaza kuingia kwenye masuala ya production za drone. Lakini nataka nikupe hii sio utabiri, ni kitu ambacho hata watu wa Ulaya na Marekani wanajua. Dunia, yani center of power, yani kitovu cha nguvu ya dunia kilikuwa magharibi kwa muda mrefu sana. Tuanzie kwa Roman Empire kuja mbele. Kwa sababu Roman Empire imepasuka, vimezaliwa vya kina Ulaya, vimeisumbua dunia. Kwa dunia taratibu, kadri mshale wa saa unavyozunguka, power ya dunia inatoka magharibi inarudi mashariki. Angalia Persian wamerudi kama superpower. China ni superpower. Marekani wako busy na uhamiaji, manake hawazaani. Ulaya wako busy na uhamiaji, manake hawazaani. Urusi
kidogo anawabaka watoto wake wa kike kwamba zaa watoto zaidi ya 4 nikusaidie kwenye ulezi. Hizo sera za Warusi hizo nimezipata kutoka kwa Marekani. Yaani kuna namna serikali ya Urusi inawatongoza watoto wao wa kike wazae watoto wengi zaidi. Ulaya, yani magharibi, wana matatizo ya uzazi. Sababu kuu ni mfumo wao wa kisiasa, mfumo wao wa kimaisha. Ndugu zangu, sera zina affect vitu vingi sana. Hiyo ni mada nyingine tutakuja kudiscuss. Lakini nimalize kwa kusema, ndugu yangu, nashukuru sana kwa ulivyoniamsha na hiyo post ya New York Times. Kumbuka New York Times ni media ya Wayahudi tena. Kwa hiyo manake kama Wayahudi wamekubali, tuna nini tena? Wayahudi si ndio Marekani yenyewe hiyo. Kwa wameshakubali dunia ni ya wakubwa 4. Wakae mezani, waheshimiane. Afrika inakuaje? Kuna siku watagawana watu wa Afrika. Watanzania, tuamke. Demokrasia sio mfumo wa maendeleo. China na demokrasia, amekwenda kinyume na demokrasia, ameupata usuperpower. Iran amekwenda kinyume na demokrasia, ameupata usuperpower. Urusi amekwenda kinyume na demokrasia, ameupata usuperpower. Marekani, demokrasia inayo collapse. Demokrasia unajazwa vya kusadikika. Tunahitaji ardhi itoke kwa central government, tuanze kujenga mfumo mpya wa kimaisha wa taifa letu. Demokrasia aliyoipokea Mwinyi imesha feli. Mtu atasema tupe ushahidi. Au wanaotuhubiria demokrasia maisha yao yakoje? Demokrasia ya Lissu inatoka European Union. Demokrasia ya CCM sijui inatoka Marekani. Yes. Marekani ikoje? Ulaya wakoje? Tunahitaji tumiliki ardhi, tuandike mfumo mpya wa kimaendeleo wa taifa letu. So far mfumo wetu wa kimaendeleo ni stagnant. Yani tuko pale pale, tunapiga mark time. Kaingia Mwinyi, kafuta vya Nyerere. Kaingia Mkapa, kafuta vya Mwinyi. Kaingia Kikwete, kafuta vya Mkapa. Kaingia Magufuli, kafuta vya Kikwete. Kaingia Mama Samia, kafuta vya Magufuli. Tunaendeleaje? Hatuna malengo ya kitaifa. Achana na zile ngonjera, yale maigizo yaliyofanyika malengo ya kitaifa. Malengo ya kitaifa tunayaweka sisi. Alafu ndo tunaiweka serikali isimamie tulioamua sisi. Kwa sasa serikali ndo inaamua vitu gani, sijui inakaa na kina nani, alafu inatuletea sisi tuvitekeleze. Vitu ambavyo haviwezekani. Kuna shimo kwenye mtaa wako, ukiliziba lile shimo ni kosa kisheria. Inabidi aje alizibe halmashauri sijui na TANROADS. Tutaendelea? Ni siku gani TANROADS atakuja? Siku akijisikia. Watanzania wanavyoparangana huko juu, yapashwa na sisi tujue ni namna gani tunaji adjust kwa faida yetu. Tuelimike, tusiwe wasomi.